Saje pia kujikinga na magonjwa mengine nyemelezi pindi ambapo unaposhiriki tendo la ndoa. Naam, tuanzie hapo. Sawa. Tunapozungumza kwanza huduma za uzazi wa mpango, kwanza tukianza kwa maana ya huduma uzazi wa mpango ni nini? Uzazi wa mpango ni makubaliano ya hiari kati ya mtu mmoja au mwenza. Wanakubaliana wapange kuzaa watoto wangapi, lakini watoto hawa wapishane kwa muda gani, lakini haishii hapo. Ni njia gani ya uzazi wa mpango wanastahili kutumia. Sasa maamuzi yakishafanyika kwa watu wawili hawa wenza, mke na mume au mtu na mwenza wake, basi wanafikia maamuzi, wanakuja kituo cha afya. Utakapokuja kituo cha afya, kazi ya mhudumu wa afya ni kuongea na hawa waliokuja kuomba huduma. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi kituoni tuna njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Tutakaa nao, tutazungumza nao kuhusiana na njia moja baada ya nyingine. Mwisho wa siku mteja ataamua baada ya kufundishwa kwamba ni njia gani sasa atakayoiona imemfaa, na atakapochagua tutampatia. Sasa ni jinsi gani ambavyo njia hizi za uzazi wa mpango zinaweza zikamfanya huyu mama asipate magonjwa ya kuambukizwa kama magonjwa ya ngono, kama swali lilivyoulizwa ndugu mtangazaji. Kwenye njia za uzazi wa mpango tuna njia ya kondomu. Kwa hiyo kama mteja tumekubaliana naye katika mazungumzo na mahitaji njia ya uzazi wa mpango ya kondomu. Kondomu ni njia ya uzazi wa mpango, lakini pia ni njia ambayo inasaidia huyu mama asiweze kupata magonjwa ya kuambukiza. Kwa mfano, magonjwa ya kisonono, kaswende, lakini maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo inasaidia mtu asiweze kupata magonjwa ya kuambukiza. Swali jingine ambalo limeulizwa pia kwamba wanaume wanashiriki vipi sasa kwenye masuala mazima ya uzazi wa mpango. Ndio maana tunasema ni maamuzi ya hiari kati ya mtu mmoja au mwenzi. Tunapokuwa sisi tunatoa huduma kliniki, tunaongea sana na hawa kina mama kwamba bwana, huduma hii utakapoifanya wewe peke yako kama mama, kuna wakati mwingine inaleta ugomvi ndani ya nyumba. Mwanaume anapokuja kugundua kwamba mama anatumia njia ya uzazi wa mpango bila yeye kumshirikisha, ni changamoto. Lakini endapo watakaa wawili au tukawafundisha njia zote za uzazi wa mpango na wakakubaliana wenyewe, ugomvi unakuwa hawapo. Kwa hiyo ushiriki bado wa kina baba ni mdogo. Kwa hiyo tuendelee kuzungumza kwamba tunatoa wito kwa wananchi wote wajitokeze, kwa sababu swala la uzazi ni swala la watu wawili, sio mtu mmoja. Ndio maana mimba haitungwi na mama peke yake. Ni makubaliano yanayofanyika, wanafanya tendo mama na baba, ndio mtoto anapatikana. Kwa maana hiyo swala la uzazi wa mpango pia kupanga wapate watoto wangapi na wapishane kwa muda gani, swala la watu wawili. Kwa hiyo kina baba bado mpo nyuma. Tunawaomba sana mjitokeze ili mje msikilize elimu ya afya ya uzazi kuhusiana na masuala ya uzazi wa mpango, ili na nyie muweze kushiriki vizuri katika safari ya kupanga uzazi. Uzazi sio swala la mtu mmoja, ni wote wawili. Okay. Na kuna hili kingine ambayo pia limeibuka, nadhani katika maswali haya tunaweza tukaweka yote pamoja pia. Mitazamo hasi, hofu. Hawa wawili wao wameonyesha mtazamo hasi na hofu ndani yake. Sawa. Unajua kuna habari nyingi sana mitazamo hasi na mila potofu ambazo zinazungumzika kwenye jamii kuhusiana na masuala ya uzazi wa mpango, kitu ambacho sio kweli. Habari sahihi inapatikana kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini hawa watu wa huduma ambao wahudumiwaji akina mama ambao wanapata hizi njia za uzazi wa mpango, na wao wamekuwa sio mabalozi wazuri huko mtaani. Kwa mfano, mama anaweza akapata njia ya uzazi wa mpango, nitolee mfano labda kijiti, ambapo tunaviita ni vipandikizi. Tunavyo vya miaka 3 na miaka 5. Sasa mama anapopata ile njia ya uzazi wa mpango, kuna maudhi madogo madogo. Kuna nasikia kuna msikilizaji mmoja ameuliza, anasema madhara. Huwa hatuiti madhara, tunasema maudhi madogo madogo, kwa sababu ni vitu vya muda mfupi. Njia ile aliyopata ikikaa sawa kwa muda fulani, yale maudhi yanaisha. Sasa utakuta kama mama hajapata elimu ya kutosha kliniki kuhusiana na njia aliyoipata. Kwa mfano, ameweka kijiti kile kina maudhi madogo madogo, mama anaweza akaona damu inatoka nyingi kulingana na ambavyo amezoea. Kwa mfano, mama anatumia kwa mwezi mara moja, anaingia kwenye mzunguko wake wa mwezi mara moja. Lakini yale maudhi madogo madogo anaweza kaingia zaidi ya mara moja. Anaweza akaona pia damu inatoka bila mpangilio, matone tofauti na tarehe yake ambayo amezoea kuwa naona.
Kwa hiyo tunaona ni mauzi madogo madogo, au anaweza akaona damu inatoka zaidi ya kiwango ambacho huwa anatumia kwa siku zake. Kwa mfano alikuwa anatumia siku 3, zinaweza zikaenda 5, lakini haitakiwi kuzidi siku 7. Sasa kama hajapata elimu nzuri kule kituoni kwamba haya ni maudhi madogo madogo ambayo huwa yanajitokeza kwenye hii njia, lakini baadaye anakaa sawa, mtaani sasa anaanza kusema ile njia ni mbovu, njia haimsaidii kitu, anatoka damu nyingi na anajiona kwamba ile njia tena haifai, anaomba atolewe, lakini kumbe kuna njia ya kuweza kuizuia hiyo damu isiendelee kutoka. Sawa. Kwa hiyo kuna mila potofu zinazoendelea kwenye jamii zetu ambazo hazina uhalisia. Habari kamili zinapatikana kwenye kituo cha huduma. Huduma za uzazi wa mpango ziko vizuri na watu wanazifurahia kama unapata elimu ya kutosha. Sawa. Msikilizaji, ni kukumbusha tu kwamba kipindi kwa hewa ni tuseme tusiseme, ndio kipindi ambacho pia kipo kwa hewa kwa sasa, na ni kipindi mahususi kabisa ambacho kinaletwa kwako na Tujibebe, na lengo la sasa ni mtu asibaki nyuma kabisa, ama asibaki na dukuduku. Maana ya afya ya uzazi kama nilivyosema ni hali ya kuwa na ustawi kamili wa kimwili, kiakili na kijamii, lakini katika masuala yote yanayohusiana na mfumo wa uzazi. Hiyo ndio maana kamili ya nini maana ya afya ya uzazi. Sawa, lakini sasa nini maana ya huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana? Asante sana. Huduma rafiki kwa vijana ni huduma ambazo zilianzishwa au zilibuniwa mahususi kwa vijana wenye umri wa miaka 10 mpaka 24. Ziko mahususi kwa sababu tunajua kuna makundi mbalimbali ya vijana. Lakini hii imekaa kwa ajili ya vijana wenye umri wa miaka 10 mpaka 24. Miaka 10 au 16? Miaka 10 mpaka 24. Miaka 10 mpaka 24. Kwa hiyo ni huduma zilizobuniwa kwa umri huo wa vijana, miaka 10 mpaka 24. Ambazo zina yani maanake kwenye ufanyaji wa kazi hapo hizo huduma au ni huduma zipi ambazo anazipata? Sasa hapa kuna huduma nyingi ambazo anazipata kijana. Kijana anapofika kwenye kituo cha huduma rafiki kwa vijana, kuna huduma mbalimbali. Kuna elimu ambayo atafundishwa kuhusiana na masuala ya hedhi. Tunajua binti akishavunja ungo anatakiwa ajifunze masuala ya usafi wake yeye mwenyewe wa mwili. Siku anazokuwa anaingia hedhi anatakiwa ajilinde namna gani. Kwa hiyo pale atafundishwa masuala ya usafi, atafundishwa masuala ya uzazi wa mpango. Kuna njia mbalimbali za uzazi wa mpango kwa sababu kipindi hiki binti tayari ameshavunja ungo. Na akishavunja ungo tunategemea wakati wowote binti anaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo kuna elimu ambayo inatolewa pia kituoni kwa namna gani anaweza kujikinga asipate ujauzito au mimba zisizotarajiwa. Okay. Sawa, lakini sasa hizi huduma zinapatikana wapi na huwa ni lini pia? Sawa. Kwa hizi huduma zetu zinapatikana kwenye vituo vyote vya kutolea huduma hapa kwenye halmashauri ya manispaa. Lakini tuna center yetu ambayo ni kubwa sana, ambayo sasa hivi wadau wa mradi wa Plan International kupitia mradi wao wa Vuma wametujengea kituo kikubwa kwa halmashauri ya manispaa hapo Town Clinic. Kuna kituo kikubwa ambacho kimegharimu zaidi ya milioni 120. Kwa hiyo huduma rafiki kwa vijana pale tayari kuna jengo lake kubwa, vifaa vya kutosha vya kisasa na huduma zinapatikana kila siku. Lakini tumeziweka pia kila siku ya Jumamosi. Kwa sababu tunajua hao mabinti au vijana wanahitaji pia nafasi waweze kuwa na uwezo wa kujieleza wenyewe kuliko kuwa wanakutana kliniki na watu tofauti. Kwa hiyo kuna jengo maalum lililotengwa, wao watakuwa huru kuongea pale na watu wa huduma ambao nao ni rafiki kwa kila siku ya Jumamosi. Huduma zinapatikana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Okay. Muda ule unazungumza kuanzia miaka 10 hadi 24, kwamba vijana una ile huduma yao rafiki wanaweza kupatiwa. Ndio. Najiuliza kwamba ni kwa nini ni muhimu kuanza elimu ya afya uzazi mapema kiasi hiki? Sawa. Ni muhimu kuanza mapema kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo binti anaweza akayapata au kijana. Kwa sababu tunasema kuanza mapema kabla ya kijana hajaanza ngono kunasaidia mambo mbalimbali. Tunajua binti akishavunja ungo kuna mihemko ya kimwili na vichecheo mbalimbali mwilini vinaanza sasa kufanya kazi. Ni vitu ambavyo kwa kila binadamu na havizuiliki. Kwa hiyo
kuna vitu mbalimbali ambavyo tunamsaidia kijana. Kwa mfano, kuzuia mimba zisizotarajiwa. Tunajua kabisa binti akishavunja ungo, kama ana elimu, akidanganywa kidogo, akafanya tendo la kujamiiana bila kujua leo ni siku ya hatari, anapata ujauzito. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunataka kuzuia mimba zisizotarajiwa. Lakini pia kuzuia magonjwa ya zinaa ikiwemo na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia kupunguza unyanyasaji wa kijinsia. Tunajua kuna ukatili unaendelea sana huko mtaani kuhusiana na vijana. Kwa hiyo kwa umri huu ndio maana kuna center ambazo zimewekwa kwa ajili ya kupunguza huu ukatili wa kijinsia. Tukiweza kukutana na binti, tunampa elimu. Akikutana na changamoto mbalimbali ajue kuna dawati ambalo akaweza kuzungumza na akasaidiwa. Lakini pia kuondoa hizi mila potofu. Tumeona jamii yetu ina mila potofu. Kama hivi tunavyozungumzia huu umri wa miaka 10 mpaka 24, kuna wazazi huko mtaani ambao wanaweza wakawa na mila potofu kwamba kwa nini idara ya afya au sekta ya afya wanakuwa wanashawishi watoto wenye umri mdogo kujiunga na njia za uzazi wa mpango. Hizo ni mila potofu. Lakini tunataka sisi binti afikie kwenye malengo yake. Njia za uzazi wa mpango ni salama kabisa. Mtoto asipopata elimu kuhusiana na afya ya uzazi, changamoto ni nyingi sana mtaani. Lakini pia tunamjengea kijana kuwa na maamuzi sahihi. Mwisho wa siku utakapokuwa umempatia elimu kuhusiana na afya ya uzazi, mwenyewe kama kijana ataamua sasa, nimeelewa hili somo, sasa mimi nasimama kwenye mchakato gani, nasimama eneo gani.